ambayo inawazia mashindano ya shule za upili kule Pwani. Na Davis Mberia, najua umemkia ukumbi wa Nyayo hapo. Usimsumbue huyo bwana na kuangalia tunakuona vizuri sana, uko sawa, shati liko sawa, limpigwa pasi. Mberia, kukoja hapo, kunafanyika nini? Salama kabisa, shwari Hassan. Kweli ulivyosema, shati limepigwa pasi, limeshughulikiwa, lakini pasi hasa itaweza kumakinika humu ndani. Turejee hapa katika ukumbi wa Nyayo ambako hasa ligi ya volleyball kwa wanaume inaendelea, na pakubwa kutokana tu na mvua ambayo inaendelea kunyea. Mechi ya kwanza ambayo ilikuwa iwe ya ufunguzi sasa hivi haijaanza, mechi ambayo ilikuwa inakutanisha KDF wakipambana dhidi ya Kenya Army. Kumbuka kwamba Kenya Army hapo jana hawajacheza mechi yao, na hii ndio itakuwa mechi yao ya kwanza. Upande wa KDF nao wameweza kucheza mechi yao hapo jana wakishinda kwa seti 3-1 dhidi ya Kapu. Nitakuwa nazungumza na timu zote mbili waweze kunieleza mchuano wa leo wanauchukuliaje, kizingatiwa kwamba hivi ni vita vya walinda usalama, vitengo vyote viwili vikiweza kumenyana katika ukumbi huu wa Nyayo. Nitaanza tu na upande wa asawa Kenya Army, waweze kunieleza mambo yako vipi na wameweza kujiandaa vipi kwa mechi ya leo. Tuanze tu kwa majina, kisha bwana, mechi ya leo tutarajie nini, kizingatiwa kwamba itakuwa mechi yenyu ya 4 katika mkondo huu? Kwa majina naitwa Eugene Ochieng, captain wa Kenya Army volleyball team. Kesho tunang'ang'ania na ushindi kati ya KDF na sisi. Hiyo ni kama ni derby tu, kama hiyo itakuwa sana kama ya football. Tunatarajia ushindi. Tuko well prepared. So ni matokeo tu after the game ndo tutajua. Ndio. KDF hapo jana waliweza kushinda, unahisi kwamba hili litaweza kuwapa hasa shinikizo kubwa wakati mnakutana nao? Okay, itawasaidia hii ligi ya mwisho, hii ni yetu ya mwisho, lakini ndio mechi peke yake tuko nayo. Though hao walikuwa na advantage, walitrain jana, lakini hata sisi pia tulitrain. So ya leo tu tuko na amani, tutashinda hiyo. Ndio. Tukiingia katika mkondo wa leo, pakubwa mlitumia kombe la Kenya Cup kuweza kujiandaa katika mkondo huu. Pengine ni wapi ambako mnaenda kuwekeza zaidi katika mechi hii? Kwenye itatusaidia, tunaenda kufanya kati yetu ya blocks na backward coverage, which itatusaidia na at least na services. Ndio. Pakubwa hii leo kwa mashabiki waliofika hapa utawaambiaje? Hakikisho lako kwako ni lipi? Watarajia mazuri kutoka kwetu. Shukrani sana na kila laheri. Asante sana. Huyo ni mchezaji hasa wa Kenya Army akizea kuzungumza nasi. Wapo mpiga picha wangu Nebat atakupa tu picha taswira kamili. Uga huu hakuna ambacho kinaendelea hapo ndani, na pakubwa tu ni maafisa marefa wa mechi na pande zote mbili, makocha wakilonga 1-2 kuhusiana na mechi inavyoanza. Na pakubwa pia mashabiki wameweza kufika, wamekaidi hasa kijibaridi na mvua ambayo inaendelea kunyea hasa kaunti ya Nairobi na kote nchini, kuja kuweza kushuhudia wachezaji na timu zao penzi zikiweza kucheza hii leo. Nimhusishe basi kocha hasa wa klabu ya volleyball ya Kenya Army aweze kunieleza leo wamejiandaa vipi. Kocha, karibu zaidi kwenye KTN. Tuanze tu kwa majina, kisha bwana, vijana wako wamejiandaa vipi kwa mechi ya leo? Kwa majina ni anaitwa Sergeant Ali, the head coach ya Kenya Army volleyball team. Nikirudi kwa vijana wangu, nikikompare na last season, hii ni mababe, waliingia hii ligi mbele yetu, lakini last year kumbuka niliwalemea, last season niliwalemea. So through that nilirudi kwa back to the drawing table. I have rectified hiyo makosa kidogo nilikuwa nayo, ambaye make sure nikirudi kwa mechi ya leo ikuwe rahisi kwangu sana, isirudiwe ile makosa kidogo ilikuwa imetokea last season. Natarajia sana kumalizana nao mapema leo. Nafasi ambayo humo katika jedwali si nzuri zaidi, 12 na alama 12, unapigana na wale ambao wanashikilia nafasi ya 5 na alama 23. Pengine hili litaweza kuamua iwapo mechi itakwenda pande zote mbili. Kwa mchezo unaweza expect, tarajia kila kitu. Haimaanishi uko nambari ya kwanza kwa mjadala table na huko kwa mwisho, haimaanishi kwamba kwa mwisho au wa kwanza wanaweza kupiga. So
kwa mchezo naamini ya kwamba na vile nimejaribu kuprepare vijana wangu kwa leo, game ya leo nitapata ushindi kutoka kwao. Vijana wako pengine tukimalizia utawaambiaje kabla ya mchezo huu? Vijana wangu ningesema msikufe moyo, tuanze mapema na tumalizana nao mapema. Vile tunakuanga tu tunafanya pale zoezi, the same thing ndio tutakuja ku apply tu hapa na tunatarajia ushindi na tuweke Mungu mbele. Shukrani sana na kila laheri kocha. Asante. Huyo ni kocha wa asa klabu ya wanaume ya volleyball ya Kenya Army. Hasani, kuna mechi 2-3 ambazo zinapigwa hii leo. KDF wanapiga dhidi ya Kenya Army, mechi ambayo ilifaa kuanza saa 3 haijaanza. Na upande wa pili KFS wanapiga dhidi ya Equity. KFS ni Kenya Forest Service, alafu General Service Unit GSU wanapiga dhidi ya Nairobi Prisons, kisha nao KDF wamenyana na Trail Blazers. Kabla ya mechi ambayo itafunga hasa mechi 2 ambazo zitafunga siku, Western Prisons wapenyane dhidi ya NYS, alafu kisha mwisho wa siku Kenya Prisons wapige dhidi ya Mount Kenya Base yetu. Kwa hivyo hizo ndizo mechi ambazo zinachezwa hapa na tutakuwa tunaganda hapa kwa ajili ya kuweza kumjuza mtazamaji matukio jinsi yanavojiri katika ukumbi huu wa michezo wa Nyayo, ikiwa ligi ya wanaume ya volleyball. Kwako Hassan Juma studioni. Mbele, wewe ulicheza mchezo gani ulipokuwa unachipuka? Ulicheza mchezo gani enzi zako? Hasani, enzi zangu nilicheza soka, nilikuwa mbaya zaidi. Enda katika shule ya upili ya kitaifa ya Njoro na shule ya upili ya Milo, watakuambia kwamba kuna mshambulizi ambaye walimjengea sanamu ambayo itakumbukwa kwa siku zote. Wajua hata pia Mkangai, Steven Mkangai, mwana wa Nora, baba wa Nora, man of tactics, pia ametengenezewa sanamu. Kwa hivyo nyinyi wawili na haya masanamu mnatukanganya. Sawa, asante sana bro. Shukrani. Nani mwanahabari wenzangu huyo Davis Mberi ambaye amekita kambi katika ukumbi wa Nyayo akifuatilia mashindano hayo, ligi ya volleyball ya SWA ambayo inaandaliwa katika ukumbi huo